Katika dunia ya ajabu iliyotokea ghafla, nguvu za wanadamu zilipungua mara 100. Kitu ambacho zamani kilikuwa chepesi, sasa kilikuwa kizito sana. Hata tofali la kilo 1 lilihitaji wanaume 4 wenye nguvu kulisogeza. Lakini kulikuwa na mtu mmoja ambaye hakukuathiriwa kabisa. Siku moja, mwanaume huyo alipoona watu wakihangaika kusogeza tofali, alishangaa sana. Bila kufikiria sana, akalinyanyua kwa mkono mmoja tu. Wenzake walibaki vinywa wazi, walishangaa nguvu zake za ajabu. Lakini yeye mwenyewe bado alikuwa amechanganyikiwa kwa sababu hakujua kuwa nguvu za wanadamu wote zilikuwa zimepungua isipokuwa zake. Siku nyingine alikuwa anatembea barabarani na kuona tukio la kushangaza. Sufuria ya maua ilikuwa nzito kiasi kwamba ilikuwa inahamishwa kwa korongo, crane. Mwanamume aliamua kusaidia mwanamke tajiri ambaye alikuwa CEO wa kampuni, lakini mwanamke alimcheka. Akasema, unaonekana dhaifu sana. Lakini sekunde iliyofuata, mwanamume alinyanyua sufuria ile kwa urahisi. Watu wote wakashangaa sana. Baada ya kuona nguvu zake, yule CEO alimchukua hadi nyumbani kwake. Alitaka kumwajiri kama mlinzi wake binafsi. Lakini mwanamume akasema kwa utani, mimi ni dhaifu sana kwa kazi hiyo. Wakati huo huo, alikuwa ameshika ile sufuria kwa mkono mmoja, akiongea kwenye simu. Alipoishusha juu ya meza, nguvu yake ilikuwa kubwa kiasi kwamba meza ilivunjika na nyumba ikatetemeka. Mwanamke alishangaa sana. Ndani ya moyo wake akaamua, lazima mwanamume huyo awe wangu. Baadaye alimwalika kwenda restaurant kula chakula. Huko mwanamume aliona kitu cha kushangaza zaidi. Waiter kadhaa walikuwa wanashirikiana kubeba sahani moja tu, lakini ndani ya sahani kulikuwa na punje 10 tu za wali. Katika dunia hiyo mpya, mtu akiweza kula punje 20 za wali alichukuliwa kuwa mlaji mkubwa sana. Lakini mwanamume akaagiza, nileteeni bakuli kubwa la wali. Alipoanza kula kwa mafungu makubwa, watu wote waliokuwa pale walishangaa sana. Baada ya kula, alirudi kwenye eneo la ujenzi anapofanya kazi. Huko alikutana na mpenzi wake wa zamani, lakini msichana huyo alikuwa amekuja na mwanamume tajiri. Alisema anataka kuachana naye. Mwanamume tajiri alikuwa bondia maarufu na mwenye nguvu. Hivyo yule kijana aliamua kujizuia, lakini yule tajiri hakutaka kumwacha. Alijaribu kunyanyua tofali la kilo 1 ili kumtupia, lakini cha kushangaza hakuweza hata kulinyanyua. Mwisho akachukua jiwe dogo zaidi na kulinyanyua polepole. Wafanyikazi wote wakashangaa na kumsifu sana tajiri huyo kwa nguvu zake. Kijana huyo alijaa hasira. Ghafla akamchapa kofi moja tu. Tajiri yule aruka hewani kama kite iliyo katika kamba. Wakati huo huo, yule CEO mwanamke alikuwa anapita karibu. Alipoona nguvu zake mwanamume huyo, alishangaa sana. Mara moja akapiga magoti chini na kusema, naomba unioe.